Meli kubwa iliyokuwa ikisafirisha mafuta imeshambuliwa na kifaa kisichojulikana katika mlango bahari wa Hormuz, tukio ambalo lilisababisha moto mkubwa kuzuka ndani ya meli hiyo kabla ya kudhibitiwa na hatimaye kuzimwa. Tukio hilo limeongeza wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa meli za kibiashara zinazopita katika moja njia muhimu zaidi ya baharini, ambayo ni miongoni mwa maeneo yenye umuhimu mkubwa zaidi kwa biashara ya mafuta duniani. Taarifa za shambulio hilo zimetolewa hii leo Agosti 27 mwaka 2026 na mamlaka ya Uingereza inayofuatilia usalama wa meli za kibiashara duniani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mamlaka hiyo, meli hiyo ilipigwa na kifaa ambacho hadi sasa hakijafahamika ni cha aina gani, kilitoka upande gani, wala ni nani aliyekituma. Baada ya meli hiyo kupigwa, moto ulizuka na kusababisha hali ya taharuki kwa wafanyakazi waliokuwa ndani yake kutokana na hatari kubwa inayoweza kujitokeza wakati moto unapowaka kwenye chombo kikubwa kinachosafirisha mafuta au bidhaa nyingine zinazoweza kuwaka. Wafanyakazi wa meli hiyo walifanya juhudi za haraka kukabiliana na moto huo na hatimaye waliweza kudhibiti kabla haujasababisha madhara makubwa. Kuzimwa kwa moto huo kumesaidia kuzuia uwezekano kwa moto kuenea katika sehemu nyingine za meli, hali ambayo ingeweza kusababisha tukio kubwa zaidi na kuhatarisha maisha ya watu waliokuwa wakifanya kazi ndani ya chombo hicho. Taarifa hiyo imeeleza kuwa watu wote waliokuwa ndani ya meli hiyo wako salama na wamehakikiwa. Baada ya tukio hilo, hadi sasa kuna taarifa rasmi ya mtu yeyote kujeruhiwa au kupoteza maisha kutokana na shambulio hilo. Usalama wa wafanyakazi hao umeeleza kuwa ni jambo la muhimu, hasa ikizingatiwa kuwa moto katika meli kubwa inayosafirisha mafuta unaweza kusababisha mlipuko mkubwa au uharibifu mkubwa endapo hautadhibitiwa kwa haraka. Aidha, hadi sasa kuna madhara yoyote ya kimazingira yaliyoripotiwa kufuatia tukio hilo. Hakuna taarifa ya mafuta au bidhaa nyingine kuvuja kutoka kwenye meli hiyo na kuingia baharini. Hali hiyo imepunguza hofu ya kutokea kwa uchafuzi mkubwa wa mazingira katika eneo hilo, ingawa mamlaka husika zinaendelea kufuatilia hali ya meli na mazingira yanayozunguka ili kubaini iwapo kuna madhara yoyote yanayoweza kujitokeza baadaye. Hata hivyo, maswali mengi bado hajajibiwa kuhusu shambulio hilo. Hajafahamika ni aina gani ya kifaa kilichotumiwa kuipiga meli hiyo, ikiwa kilirushwa kutoka ardhini, baharini au angani, pamoja na umbali ambao kilitokea. Pia hakuna upande wowote ambao hadi sasa umejitokeza na kudai kuhusika na shambulio hilo. Uchunguzi zaidi unatarajiwa kufanyika ili kubaini mazingira kamili ya tukio hilo, ukubwa wa uharibifu uliosababishwa kwenye meli na watu au kundi lolote ambalo linaweza kuwa limehusika. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi. Global